Asante sana mama, nimeshakaribia. Uh, Awali ya yote mama yangu, naomba uniwie radhi kwa sababu sijafanya ungwana. Nimemtanguliza mke wangu bila mimi mwenyewe kuja rasmi. Naomba unisamehe sana. Ila yote hayo yametokea kutokana na kubana na majukumu ya kazi na ya kifamilia. Lakini na imani bado nipo ndani ya muda, na ujio wangu wa leo ni kwa ajili ya kutoa salamu za pole. Poleni sana kwa msiba mama. Noah, 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 Noah. Wewe ulikuwa unakataa. Sasa kilichotokea ni nini? Yaani mwanaume kadiriki kuingia hadi ndani na anakuja hapa ananiongelea kwa kibesi kabisa. Lakini mpenzi wangu, naomba nipe basi hata dakika moja nipate kujielezea. Zawadi, acha kuniongopea. Mimi sio chizi. Najitambua, najielewa vile vile. Huyu ni mpenzi wako kaja hadi hapa. Na isitoshe mlikuwa mnawasiliana kwenye simu. Hauwezi kuwa na pawa kiasi hiki. Lakini nini? Utaniambia nini ili nikuelewe wewe? Unahisi mimi mpumbavu kiasi hicho? Unaniongopea nini? Upuzi gani tena kuniongopea? Mtu kaja mpaka hapa, anakuja ananitetemesha mikaa mtoto mdogo. Sasa nikwambie kitu kimoja, itakuja kumfanya kitu mbaya siku nyingine mtu wako. Atakuja kusahau katika maisha yake. Zawadi, mimi ni mkorofi. Mimi ni mkorofi. Muumba mbingu na ardhi mwenyewe anajua mimi ni nani. Yaani nikiamua kufanya fujo zangu, yaani yule kichaa wako yule, Babu Madevu, angenijua vizuri ni nani. Mimi mwenyewe ni chizi. Nisikilize basi kwanza mpenzi wangu. Mimi niko chini ya miguu yako. Hiki ninachokuambia hapa ni ukweli mtupu. Wala hamna uongo. Ni kweli mimi nilikuwa na mahusiano na yule kijana. Lakini nilipogundua kuwa ni mume wa mtu, nikaona haina budi kuachana naye kwa sababu mimi sitaki kudate na wanaume za watu. Lakini yeye ndo nashangaa hataki kumove on kwangu, lakini mimi nimeshaachana naye. Sasa nashangaa kitu gani kilichomfanya yeye mpaka aje hapa nyumbani kwangu saa hizi. Hivi Zawadi, unahisi kwa wewe uongo wako unaniongopea hapa kama mtoto mdogo, unahisi nitakubali? Zawadi, mimi sio usumbukuku kama hivyo unavyonifikiria. Usijali mpenzi wangu. Naomba uwe na imani kwangu. Uko peke yako, hakuna mwingine yoyote wa kuchukua nafasi yako. Sawa baby? Kwa unamaanisha kwamba hatarudi tena? Na kupromise mpenzi wangu, hawezi kurudi tena hapa ndani. Na akirudi tena nimfanye nini? Niambie wewe mwenyewe. Akirudi tena utamfanya chochote unachojisikia, lakini hawezi akarudi kabisa. Niamini basi. Tasha. Time bro, time. Tunaweza kwenda sasa. Tasha. Nini shida tena? Bro, umechanganyikiwa. Mbona unaondoka bila kufunga mlango hapa? Unajua mtaani kuna vibaka wengi sana. Kwa hiyo sio na garantia ya usalama hapa. Unaondoka ufunge mlango, watu watakuja kuiba. Kwa kufunga mlango ndio tuondoke kwanza. Kai, hauna shida wewe bwana. Achana nao, ni salama tu. Tunaweza kwenda. Bro, sikiliza. Nipofunga mlango bwana. Sio watu watakuja kuiba baadaye wasema mimi ndio chanzo. Security matters. Best sound. Mungu wangu,
mbona imekuwa hivi? Au huenda Kai ameshajua kila kitu? Mbona sielewi? Kama ameshajua kila kitu, mbona namtafutia majanga mtoto wa watu? Hadi nashindwa kuelewa. Haya ni majanga kabisa. Sijui hata cha kufanya. Bora angebaki aniachia hata funguo. Angeniachia funguo hata moja nitoke humu ndani. Sasa nikiendelea kubaki humu ndani itakuwaje? Tasha, nisamehe sana. Najua nimekusababishia matatizo. Nisamehe. Najua mume wangu ameshajua kila kitu. Ulikuwa unanikataza kila siku. Ni mimi nilikuwa sikusikilizi. Nisamehe. Naomba uniadhibu kwa matatizo nilokusababishia. Niadhibu Tasha. Nipige! Tulia basi. Lisa, hebu relax kwanza. Punguza jazba. Mume wako hajafahamu chochote kinachoendelea baina ya mimi na wewe. Ila kitu ambacho kimemfanya yeye hayupo sawa ni huyo mchepuko wake huko. Amegombana naye. Kondo hivyo unaona kwamba amepanic, haelewi chochote pale alipo. Lakini kuhusu mimi na wewe bado hajajua chochote. Kwa naomba relax kwanza. Unajua mwanaume ni mpumbavu sana. Kwa hiyo kelele anazokuja kupiga hapa, anavyolalamika ni kwa ajili ya mchepuko. Tasha, unaona? Unaona na kuuliza? Sasa, si nilikwambia leo ndio mwisho mimi na wewe? Ndiyo kwanza safari imeanza. Lisa, hebu tulia kwanza. Tulishakubaliana mimi na wewe hapa kwamba leo tukishafanya ndo mara ya mwisho. Hatutarudia tena, tutaendelea kuheshimiana kama mtu na shemeji yake. Sasa ukiniambia kwamba ndo kwanza jambo limeanza, maana tutaendelea tena na tena, hii itakuwa ni hatari. Nisikilize kwa makini. Nilishakwambia kwamba kitu ambacho nakipata kwangu mimi, ukiamua hata kwa mume wako unaweza kukipata. Lisa, nilivyozungumza na wewe hapa na nilivyozungumza na Kai leo, kuna vitu nimegundua baina yenu. Kitu ambacho nimegundua, nyinyi ni wasiri sana. Kila mmoja anamficha mwenzake. Ipo hivi, wewe unalalamika kwamba mume wako akupatie vitu ambavyo mimi nakupatia. Lakini pia hata yeye nilivyozungumza naye leo, ameniambia hivyo hivyo kwamba vitu anavyopata kwa mchepuko kwako havipati. Kwa hapa nikajifunza kitu kimoja, kwamba nyinyi kila mmoja anamficha mwenzie. Lakini kama mkaamua kuwekana wazi, mkaelezana kila kitu, wewe ukamwambia Kai ni kitu gani nakufanyie ili uridhike, na Kai akakwambia wewe ni kitu gani umfanyie ili aridhike, basi mimi naamini ndoa yenu itakuwa ni ndoa bora na itakuwa ndoa nzuri sana. Maamuzi yangu hayawezi kubadilika. Kama wewe haupo tayari kuwa na mimi nipo tayari hata kufa kwa ajili yako. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumizo ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado Nimekukosea sana mke wangu Lisa. Natamani leo hii ungekuwa pembeni yangu ili nikiri makosa yangu. Nimeshindwa kuthamini upendo wako mke wangu. Nimekusaliti mke wangu.
na nikaona mchepuko na thamani zaidi yako, ila leo hii najutia makosa yangu. Lisa, nakupenda sana. Natamani pate angalau nafasi nikuthibitishie upendo wangu kwako. Vipi tena Lisa? Bwana mimi sitaki kuondoka. Sitaki kwenda kazini Lisa, mke wangu. Naomba unielewe basi. Hai bwana, hem nenda kazini. Kazini kafanya nini mke wangu, kati kazi yangu ni wewe hapo. Kipenzi changu, naomba unielewe kusema ukweli, nakupenda sana na bado unahitaji kuwa na wewe. Yaani huwezi amini, kuna muda nakaa mwenyewe ofisini nacheka cheka tu, sieleweki. Mpaka afanye kazi wenzangu ananishangaa. Huyu jamaa vipi, mbona yuko sawa? Nikaja kugundua kumbe because of you. Mume wangu, umekaa nyumbani na mimi mwezi mzima uko likizo. Bado tu hujatosheka? Mwezi tu? Huwezi amini. Nitamata nimwambie bosi aniongezee miezi 6 mbele. Yaani nimefikia hatua nataka niache kabisa kazi kwa ajili yako. Baby, nikuulize swali. Yes. Niangalie machoni. Unaona nini? Naona upendo wa dhati ulionao juu yangu. Lakini pia najiona mimi. I love you baby. I love you so much. Uende kazini. Jamani sijalizika. Ondoka. Bye. Bye bye. Surprise! Bye, mnenda kazi. Leo hii naona madhara ya kuchepuka kwenye ndoa. Tuliishi kwa upendo, amani na furaha mke wangu. Ama kweli kitanda hichi tulikuwa tunalala kwa amani na furaha mke wangu. Namisi sana uwepo wako. Bado naisikia harufu yako kwenye hiki kitanda. Ila upuuzi wangu ukanifanya nichepuke na kwenda kufanya mambo hayana maana yoyote. Hakika nimeivunja ndoa yangu kwa mikono yangu mwenyewe. Nakumisi sana Lisa. Naomba unisamehe. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza, 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 inawaliza ndoa.
Ndoa, 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 ndoa. Hakika mimi ni mpumbavu. Furaha yote ile tulikuwa tunaenjoy leo hii imepotea. Haipo tena. Lakini bado nafasi ninayo. Ile furaha yetu ninaweza kuirejesha. Siku ya kesho mke wangu nitakusurprise. Yeah. Karibu sana baba. Karibu sana. Nafurahi kukuona. Na nilishakukumbuka sana. Maana ni muda sana hujaja kutuona. Nafurahi sana sana. Na karibu sana. Asante sana mama, nimeshakaribia. Awali ya yote mama yangu, naomba uniwie radhi kwa sababu sijafanya ungwana. Nimemtanguliza mke wangu bila mimi mwenyewe kuja rasmi. Naomba unisamehe sana. Ila yote hayo yametokea kutokana na kubana na majukumu ya kazi na ya kifamilia. Lakini na imani bado nipo ndani ya muda, na ujio wangu wa leo ni kwa ajili ya kutoa salamu za pole. Poleni sana kwa msiba mama. Msiba? Msiba gani? Sorry, sijakuelewa vizuri mama. Mbona unaniuliza msiba gani? Wakati mke wangu kaniambia kuwa amepatwa na msiba na mtu wenu wa karibu sana kwenye familia, na akaniomba ruhusa ya yeye kwenda huko. Kwa hiyo nikamruhusu aende msibani kwa sababu kaniambia wewe ndio umemshinikiza aende huko. Kwa hiyo na mimi nimekuja ili unipe utaratibu rasmi wa kwenda huko msibani. Sawa. Ni kweli. Inawezekana hamkuelewana vizuri. Ni shangazi yake ndiye aliyepiga simu, lakini wewe ukajua ni mimi. Sasa mama, ukisema hivyo hata mimi nashindwa kukuelewa. Kama ni shangazi yake, wewe kwani una mawasiliano naye? Hajakupa utaratibu wa kwenda kwa msibani? Mlianza kwanza nyie kuongea naye, baadaye mimi ndo nikapata taarifa. Kwa hiyo tu ni maelewano yenu, hayakwenda vizuri mwanangu. Kwa hiyo nikiongea na shangazi atanipa utaratibu wote? Ndiyo shangazi yake. Ukifanya mawasiliano utafika tu vizuri. Sawa mama, asante sana kwa ushirikiano wako na naomba unisamehe kwa usumbufu pia. Asante mwanangu. Karibu tena. Asante mama, na wewe pia ubaki salama. Asante, karibu tena mwanangu. Asante. Asante. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa, nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Asante sana mama, nimeshakaribia. Awali ya yote mama yangu, naomba uniwie radhi kwa sababu sijafanya ungwana. Nimemtanguliza mke wangu bila mimi mwenyewe kuja rasmi. Naomba unisamehe sana. Ila yote hayo yametokea kutokana na kubana na majukumu ya kazi na ya kifamilia. Lakini na imani bado nipo ndani ya muda, na ujio wangu wa leo ni kwa ajili ya kutoa salamu za pole. Poleni sana kwa msiba mama. Shikamoo.
sina haja na shikamoo yako, mjinga mmoja wewe. Hivi mimi leo wa kuongea uongo mbele ya mkwe wangu Lisa, hivi akijua kwamba ni uongo ataniamini kweli? Mwanangu Lisa, unamwongopea mume wako kwamba mimi nimekuruhusu uende msibani, ili hali sijui hata huo msiba. Kwa nini umenifanyia hivyo? Lakini Lisa mwanangu, mimi sijakulea katika malezi hayo. Mbona unanivunjia heshima? Na si ajabu hapo ulipo uko kwa mwanaume. Shenzi mmoja wewe, toka uwahi nyumbani, mume wako anakutafuta. Lakini mama, mbona sikuelewi unachokizungumza? Kelele! Mjinga sana wewe. Tena fanya haraka, rudi nyumbani kwako, mwanaume wako anakutafuta. Na je, ni vipi akigundua ukweli kwamba sisi tunamdanganya? Halafu mwanangu, mbona mimi sijakulea kwenye malezi hayo? Kwa nini unanifanyia hivyo? Lakini mjinga sana wewe, yaani mpaka najuta. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumizo ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa. Inaweza kuwa kifulio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, wezi tambua.